unavyozungumza kwamba ni mtifuano, ni msuguano, ni pressure kubwa, lakini pia ni ushindani ambao tumeweza kuona. Okay. Kwa sababu ukiangalia inachofanya kuweza kuwa kuna ushindani au kuna msisimko ni ile margin iliyopo. Unajua ikiwa pengine hapa tunazungumzia tofauti wa alama 5, maana yake unakuwa na sehemu ya kujiuliza. Unaweza ukatoka sare, unaweza ukafungwa, lakini still ukapo kwenye resi za ubingwa. Lakini kwa alama ambazo zipo utakiwa kufanya kosa. Kwa maana hapa matokeo yoyote zaidi ya ushindi yanakutoa kwenye mchezo kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo unakuta kwamba Yanga wapo kwenye pressure, ukizingatia kwamba wameweza kuhold credit kwa muda mrefu, achilia mbali hizi za Simba na siku moja ya pili anaweza kuondoka kwa sababu ya alama ambazo alikuwa nazo. Lakini Simba naye ipo kwenye resi. Issue sio tu kwamba utofauti ni mdogo wa alama, lakini issue ni kwamba unaangalia hao Simba ambao wana tofauti mdogo wa alama wanachezaje. Ukiwaangalia Simba wameamka, Simba wako very aggressive, timu imejipata, wote wako fiti, presence yao imepanda kwenye kila unayemfahamu, na kwenye kila mchezo huoni kama pengine wapi ukienda kupoteza, kutokana na kasi ambayo wako nayo, lakini pia kutokana na ambapo wameweza kuangalia jinsi msomo ulivyokaa na mchezo bakia. Lakini ukiwaangalia Yanga bado hatuwaoni kwenye ile level ambayo watu wengi wasema yes, hii ndio timu ambayo tulikuwa tunaizungumzia, kwa sababu tuna reference ya kile ambacho walikifanya. Leo hiyo ukisema Simba ya mwisho kucheza vizuri kama hii ilikuwa ni lini, itakutaka uchukue muda mrefu sana kuanza kuitafuta. Uanze si mpaka kina Chama kina Bwali, yani una muda mrefu wa kuitafuta. Lakini ukisema Yanga bora icheza lini, hauna muda mrefu. Ukisogea tu msimu uliopita unaona Yanga ilikuwa inachezaje. Kwa hiyo ukicompare na msimu bado wamekuwa na upset and down nyingi. Kuna makosa ya kiuchezaji, kuna fatigue unaweza kukuta, kwa wakati mwingine wanakuwa wana lack awareness, wanashinda kwa ukubwa. Kwa hiyo ndio inapelekea Simba waamini kwamba hawa jamaa wakati wote wanaweza kuangusha alama, na sisi pia hatuwezi kuangusha alama. Lakini kwa sababu mpaka sasa hizi tutafikisha mechi 25 na mmoja na alama 60, mwingine na alama 58 na bado mechi 5. Kwa hiyo utaangalia tu kwamba Yanga na mechi 5 amebakiza mechi na Azam, kabakisha mechi na Mashujaa, kabakisha mechi na TRA, kabakisha mechi nafikiri na JKT, na mechi nyingine nafikiri na Azam nimtaja. Yaani ana Azam, ana TRA, ana Mashujaa, ndio, ana JKT. Sawa. Na hapa na Fountain Gate. Kwa ukiangalia hapo si mechi za mchezo kabisa. Ni mechi ngumu hapo. Azam tunafahamu ni mechi ambayo uwezo ukasema unaingia mechi Yanga na Azam afu kasema Azam anashinda au Yanga anashinda. Ni mechi ambayo yote inaweza kwenda ikatokea kutokana na ukubwa wa timu zote mbili. Lakini pia ukiangalia kwa upande wa mechi kama ya TRA, ni mechi ambayo amejipambanua kwamba anaweza kuleta ushindani dhidi ya timu hizi kubwa, japo hajafanikiwa kufanya hivyo katika viwanja vya ugenini. Maana yake akufungwa na timu yote kati ya Yanga, Simba na Azam katika uwanja wake wa nyumbani. Unaona? Lakini anakwenda ugenini. Sawa. Lakini pia ukimwangalia JKT naye tumeweza kuona ambapo amekuwa akitoa game ngumu kwa Yanga ukizingatia. Kwa hiyo ni mechi ambazo inatakiwa Yanga uwaone wakiwa katika ubora wao zaidi, ndio wapate matokeo. Kwa upande wa Simba nafikiri wana mechi dhidi ya Pamba wako nayo bado hajawazana nao, wana Mbeya City, wana Mtibwa hapo, wana Singida Black Stars na KMC. So ukiangalia hapa mechi ya KMC is just like hakuna mechi. Si kwamba kwa maana gani sasa KMC ni kama kashapotea, yani kapotea kabisa. Mbeya City ni bado hivi ameshashuka tayari au bado? Mbeya City naye ipo kwenye yani low ile ndio kidogo ambaye anaweza akasema kishinda anaweza, yani KMC hawezi kubadilisha kitu. Yani kashashuka. Lakini Mbeya City anaweza akapambana wala washike mkono aende kwenye playoff. Mtibwa naye hayuko sehemu nzuri sana. Ukimwangalia yani naye yuko kwenye kipaji cha maji, anaweza akashuka au akaenda kwenye playoff au akatoka kwenye ile Yanga. Sawa. Pamba yuko sehemu nzuri, lakini kutokana na margin ya pointi yote inaweza likatokea. Singida ndio ipo kwenye comfort zone. Kwa hiyo Gundoka naye pia ana mechi ngumu ambazo yuko nazo. Na kwa hiyo Gundoka kwamba wote wana mechi ambazo ngumu. Nafikiri Yanga ana mechi 2 kama sio moja ya away. Nafikiri mechi ya Mashujaa ndio mechi ya away. Zani kama atakuwa mechi nyingine ya away. Yanga ana mechi ya Mashujaa, ana mechi ya Fountain Gate. Ndio mechi 2. Mechi 5 ana mechi 2. Na hapo Salamba ukimwangalia
Fountain Gate. Yes. Mimi kwangu mimi ni kati ya wapinzani ambaye ni surprise package kwa Young Africans. Okay. Muangalie TRA alivyocheza na Fountain Gate alivyocheza na JKT Tanzania ile sare ya 2-2. Yes. Ni JKT Tanzania ndo walazimisha sare kwa Fountain Gate. Manake pengine Fountain Gate angeondoka na ushindi. Okay. Angalia tena mechi yake ngumu nyingine dhidi ya TRA. Katoka kushinda jana 2-1. Ndio. Manake Fred Felix Minziro ana kitu anakihitaji, hataki ile zoni ya kuendelea kubaki kwenye eneo la hatari. Hataki kucheza playoff, hataki kushuka moja kwa moja. Na ndio mechi ambayo Young Africans kabla ya kwenda kwa Mashujaa, kwa sababu yani baada tu ya kutoka mapumziko haya ya FIFA, maana yake anakutana na Fountain Gate. Anakutana na Mashujaa kwanza. Anakutana na Mashujaa, akitoka Mashujaa akuja Fountain Gate. Lakini mimi mechi yangu ngumu nafikiri ya JKT ndio kumaliza msimu. Okay. Na ni wapi, ni Samuyo? Ni Samuyo. Maana kwanza si walishinda goli 5 zile. Walishinda mechi ya msimu ya kufungia msimu ni mechi ya JKT Tanzania na Yanga. Uwanja pale pale. Meja Jenerali kwenye jumba la dhahabu. Cisco. Mimi niongeze. Na Yanga ina mtihani mgumu sana. Ukiangalia Mashujaa walivyocheza na Simba. Okay. Angalia reaction ya wachezaji walivyoingia kipindi cha pili. Yaani ni Mashujaa ambao walifungwa magoli 3. Yes. Lakini performance walioitoa ni ya kiwango cha juu sana. Unaweza ukasema Mashujaa walitoa sare na Dodoma Jiji kwenye mechi iliyopita kabla ya mechi ya kufungwa dhidi ya Coastal Union, si ndio? Lakini angalia timu ndogo hasa zenye kaliba ya wachezaji kama Mashujaa, Dodoma Jiji, unajua wana wachezaji ambao wana balance ya kikosi. Kuna waandamizi pale ambao wamecheza ligi kwa muda mrefu, lakini kuna vijana ambao wanaenda kuongeza nguvu kwa wale senior player. Okay. Wana competition ya hali ya juu. Ukitoka hapo kwenye mechi ya Azam, mimi naamini wanazungumzia unapotaka kucheza kibingwa. Yes. Kuna muda hutakiwi kucheza, sio tu unatakiwa kucheza vizuri. Ila inatakiwa dakika 90 zinapoisha, wewe unakuwa una matokeo ya namna gani? Yes. Kwa mfano leo dakika 90 zimeisha, Young Africans ameshinda kwa mchezo ambao ameongoza kwa magoli mangapi? 3. Manake pamoja na Namungo kuonyesha kiwango bora, lakini pia tunazungumzia makosa binafsi ya wachezaji wa Namungo ndio ambayo yamesababisha, lakini na quality ya wachezaji wa Young Africans kuweza kuexecute makosa ambayo wachezaji wa Namungo wamefanyaje? Wamefanya. Lakini mwisho wa siku dakika 90 zikiisha umevuna nini? Pointi 3. So far ama far better kwa Young Africans, yeye anaongoza kwa margin ya points 2. Manake hapo tayari kadi unaposhinda pia unazidi kumpa pressure mpinzani wako. Angalia mechi ya jana ya Simba, kadi muda ulivyokuwa unazidi kwenda ndipo ambapo wachezaji, benchi la ufundi, ukiangalia hata nyuso za viongozi wa Simba pia walikuwa wanazidi kubadilika. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa nao pia wanaamini hakuna kitu chochote ambacho kitawaweka salama bila kufanyaje kutoka na matokeo ya pointi 3 muhimu. Kwa hiyo yoyote ambaye atapoteza hata akitoa sare kwenye hizi mbio kwenye mechi zilizobaki 5, ndio ujue hapo tayari ameshatupa taulo. Yani dhahiri shairi unampa advantage, unampa confidence mpinzani ya kuendelea kujichimbia zaidi ama kukusogelea wewe na kuangalia namna sasa ya kuweza kukupiku. Na kulingana na mechi hizi ambavyo zinaendelea na timu ambavyo zinapambana, kuna wapinzani wa aina 3 kwenye hizi mechi 5 ambazo zimebaki. Okay, yes. Mpinzani wa kwanza ni yeye mwenyewe ambaye kwa mfano Yanga na Simba ni wao wenyewe, kwa sababu wao wanapigania kunyakua ubingwa. Mpinzani wa pili ni wale ambao wanapigania kuingia kwenye top 4. Okay. Kwa mfano
Singida Black Stars yeye ametoka kwenye kinyang'anyiro cha FA ambacho kilikuwa kinampa mlango wa nyuma kuingia kwenye mashindano ya shirikisho. Ndio. Manake nafasi yake pekee ya kuingia kwenye mashindano ya kimataifa ni nafasi 3. Kuendelea kulazimisha kuingia kwenye top 4. Okay. JKT Tanzania anataka kuingia kwenye top 4. Anaamini kwamba hakuna mlango mwingine ambao unaweza ukamsaidia kwenye kuingia top 4. TRA the same wise. Kwa hiyo ukikutana na hizo mechi, manake lazima ukutane na mechi ngumu. Alafu plus mechi ambazo unakutana na timu ambazo hazitaki kushuka daraja. Manake wao wanapigania kubaki kwenye ligi kuu. Hapo sasa unakuwa na pressure kubwa zaidi. Okay. Unaona namna ambavyo wanapambana na Mungo, kwa sababu walikuwa ama wapo kwenye nafasi ambayo sio salama. Wanahakikisha wanatoa mechi nzuri zaidi kuendelea kuona ni namna gani ambavyo wanaweza wakajisekiwa kuendelea kubaki kwenye ligi. Kwa hiyo Young Africans na Simba wanakutana na wapinzani wa aina hiyo wawili. Kuna watu ambao wanashuka daraja, hawataki kushuka daraja. Kuna wale ambao wanagombania kuingia kwenye top 4. Lazima kuwe na mbilinge. Na mwisho wa siku timu kubwa ama timu ambayo inacheza kibingwa lazima dakika 90 zikimalizika lazima yeye awe amehakikisha kwamba ameshinda na amenyakua point 3. Sawa.